Ndio ninakwambia. Tunapoelekea huko watakuja kusema pia Dickson Jobu sio Mnyakyusa yule, Baka yule naye ni mtu wa kutoka Omani. Unapoelekea huko mbele ndio ninasema, tunapoelekea huko mbele utasikia Baka pia tumegundua anatoka Oman, Jobu sio Mnyakyusa, huyu ni Malawi. Unapoelekea huko mbele kila mtu atakuwa anasema, hata muda unaweza kusikia muda anatoka wapi, Kuwait sijui huko Ethiopia, wanaanza kuongea vitu vingi. Sisi kama Yanga, na ni muhimu wana Yanga wakalifahamu hili jambo. Kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Sisi kama uongozi tunafanya tathmini yetu, tunagundua baadhi ya michezo ambayo inaweza kuchezwa nje ya uwanja. Na dabi hii nawahakikishia kwa 100% haitakuwa ngumu kiwanjani, ila itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Sisi tumeshacheza hizo dabi sasa hivi mara 6. Tuna uzoefu nazo. Dabi hii ya tarehe 1 mwezi wa 3 haitakuwa ngumu kwenye pitch. Dabi hii itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi sana mtashuhudia kutoka katika watu ambao wako nje ya Yanga na katika watu ambao wako ndani ya Yanga. Watu ambao hata hamtawatarajia watazungumza ya kuzungumza, lakini tunafahamu sisi hizo ni vipimo vya maandalizi kuelekea kwenye dabi. Kwa hiyo wekeni masikio yenu vizuri. Sisi uongozi umetulia, tunafanya maandalizi yetu vizuri na hatutamjibu yoyote. Majibu yetu yote tutakwenda kuyaonyesha New Amani Complex tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo hawa ambao wanalipwa sasa hivi, hawa ambao wamepandikizwa, wameandaliwa kwa ajili ya kuiongelea vibaya Yanga, watengeneze pressure, watutolee focus kwenye maandalizi yetu, niwaambie tu kwamba hawatafanikiwa. Sisi kama Young African Sports Club tumeshakuwa na uzoefu wa kutosha kwenye hizi dabi. Tunajua ni michezo gani inachezwa nje ya uwanja, watu wana dhamira gani. Kwa hiyo haya damaro haya sijui ya uwanja haya ni machache tu. Kwenye hizi wiki 2 mengi yanakuja ndugu zangu. Mtakuja kunikumbuka. Na nakwambia mengi yanakuja. Tushafanya vipimo vyetu, tushajua kila kitu na ni mengi yanakuja. Kwa hiyo kwenda subra. Mtasikia mengi lakini mimi msitegemee kama nitayajibu. Kwa sababu tayari tumeshajua mchezo iko vipi na watu wanataka kufanya nini. Kwa hiyo tunataka tuende nao kwa taratibu. Unajua dabi hizi yani zina ndio maana nakwambia kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake. Dabi iliyopita silikuwa maandalizi, marefa wa ndani hawatakiwi, wakaletwa marefa kutoka nje ya nchi. Unakumbuka? Kwa hiyo kila dabi inakuwa na ajenda zake, mizengo yake, michezo yake. Kwa hiyo hii mnaosikia sasa hivi ni mwanzo. Mimi nimeshapata faili lao lote la mipango ambayo nataka kuifanya. Yote. Nishapata faili lote. Jasusi kaniletea nyeupe mezani. Bwana mipango iko hivi, mipango iko hivi. Lengo lao wanasubiri sisi tujibu. Unaelewa? Tukishajibu sisi maana yake tunapoteza utulivu wetu wa maandalizi kwenda kwenye dabi. Alafu matokeo yatakuja kutokea baadaye, matokeo yatakuwa yamegawanyika. Kuna stories za nje uwanja, kuna matokeo ya kwenye pitch. Kwa hiyo sisi tumetulia kama ambavyo maji huwa yanatulia mara zote. Ukitaka kujua urefu wake sasa tia mguu. Unasema ukitaka kujua kina chake wewe tia mguu. Sisi tumetulia kimya, waongee. Najua mipango mingi imeandaliwa, mingi kweli kweli. Wako watu wamelipwa hela hapa sasa hivi, wako watu wamepandikizwa sasa hivi hapa. Wao mtasikia vitu vingi sana hapa katikati. Lakini tulieni hivyo na sisi tumetulia hivi. Kitu cha muhimu zaidi ni kwenda kushinda michezo inayofuatia mbele. Na ndio utulivu wetu. Haya mambo sijui nani. Ndio maana napata msimu kashangaa siku moja wakasema yule msemaji wa Yanga anatoka Denmark yule. Chunguzeni passport yake. Ndio maana sasa nimekwambia hakuna kitakachobadilika. Yaani ni kama kifo. Yaani unaweza ukahama OD, ukatoka OD, ukaenda ODU, ukaenda private, ukarudi emergency. Kama umeshakaribia kufa, atakufikia tu malaika wa kifo. Hata uhamishwe OD kiasi gani, uletee madaktari bingwa kiasi gani wakuzunguke, kama ahadi yako imefika, utaenda tu na maji. Hizo 6 alishono wapi? Si Benjamin Mkapa? Si ndio bwana? Kwa hiyo sisi hakuna mahali tunapoogopa, na bodi ya ligi wao ndio wana jukumu la kuwaelezea. Sisi jukumu letu ni kutangaza mechi ni New Amani Complex. Maelezo akayachukua Karim Boimanda. Hiyo sio shida zetu, wakachukua maelezo Karim Boimanda. Ila cha muhimu kwa wanayanga kuelewa, dabi imeshaanza. Yaani unaweza usisikie filimbi ya muamuzi, ila nisikilize maneno yangu. Dabi imeshaanza.
Kwa hiyo huku tapatapa maneno kila kitu, ndio dabi hiyo kickoff yake. Kwa hiyo kuweni na utayari. Kitu cha muhimu zaidi kwa sasa hivi ni Yanga yetu. Yanga inatakiwa ishinde hii michezo. Watu unajua wanafanya kila hila hapa Yanga isimame. Kuna watu mimi nimewasikia, yani watu hawa wanasema dabi bana imepoteza mvuto. Mtu kabisa wa Yanga dabi imepoteza mvuto bana. Simba ashafungwa sana. Mtu wa Yanga huyo poteza mvuto, dabi ishafungwa sana. Dabi tuilindeje yani, kwa mfano tuilindeje? Haya wewe Yanga unataka tuilindeje dabi yani? Kwamba tusipeleke timu tufungwe. Ndio Yanga tuko hivyo. Ndio wanasema chunguzeni kauli za watu. Ndio Yanga yani kwamba eti bana dabi hii imepoteza mvuto hii dabi. Simba ashafungwa sana. Ndio mtu wa Yanga huyo.